Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, jina langu Adela Thomas, na leo Kasako Media imefanikiwa kutembelea eneo hili la shule ya msingi Tabatajika kujionea hali halisi ya uandikishaji wa watoto wa darasa la kwanza. Kama mnavyoona nyuma yangu ni watoto wa shule ya msingi ya Jika. Tuweze kupata, ungana na mimi uweze kupata mambo mbalimbali kuhusiana na zoezi zima hili la uandikishaji wa watoto wa shule ya msingi ya Jika. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Mbwana Hamadi Ali, ni mwalimu wa shule ya msingi Tabatajika. Katika zoezi zima la uandikishaji, nadhani wewe mwenyewe umekuja umejionea jinsi watoto walivyotokea kwa wingi, wamekuja kujiandikisha kwa ajili ya muhula mpya 2026. Leo ni tarehe 5, tunapokea wanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Tabatajika leo tarehe 5. Kwa kiukweli wazazi wamejitokeza sana kwa wingi. Wamejitokeza kama ulivyoona hapa, darasa la kwanza watoto wapo wengi sana wanakuja kujiandikisha, na mpaka sasa hizi serikali chini ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na afisa elimu wanasisitiza wazazi kokote walipo wawalete watoto waje wapate elimu, waandikishwe, baadaye waingie katika mfumo wa elimu. Nadhani elimu ndo kila kitu, elimu ni urithi ambao usioisha. Ndugu wazazi kokote mlipo katika maeneo ya Tabata, tunawakaribisha. Uzuri sisi shule yetu mambo ya taaluma tuko vizuri, very bright, na mambo ya michezo. Unaongea hapa, mimi ni mwalimu wa sanaa, utamaduni na michezo. Nadhani tofauti na taaluma pia tuna mambo ya michezo, sanaa. Watoto watakuja kupata vitu tofauti. Lengo kabisa ni kuendelea kuwaimarisha katika nyanja zote. Na unafahamu kabisa kwamba elimu na vipaji ni vitu ambavyo vinaendana. Kwa tunawakaribisha wazazi popote mlipo. Njooni shule ya Tabatajika. Waleteni watoto waje wasome. Usimnyime mtoto elimu. Elimu ni haki ya mtoto. Jina langu Juto Cornel Komba, mwalimu mkuu wa shule ya Tabatajika ambapo ipo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Dar es Salaam. Kwa ujumla, leo sio siku rasmi ya kufungua shule. Tunafungua shule tarehe 13 ya mwezi wa kwanza, lakini leo tumeiwekea ni siku ambayo tunawapokea watoto wa darasa la kwanza. Matarajio nilikuwa niwaandikishe watoto 200, lakini mpaka sasa hivi nimewaandikisha watoto 204, ambao kati yao wavulana ni watoto 101 na wasichana 103. Ukijumlisha jumla unakuja kupata 204, na maana nimevuka lengo. Na leo sio siku ya uandikishaji, ila leo ni siku sisi ya kuwapokea. Uandikishaji tulishaanza kuandikisha kuanzia mwezi wa 10, tarehe 1 mwezi wa 10 ndio tulianza uandikishaji mwaka 2025. Leo tunawapokea, na leo kuwapokea mwamko umekuwa mzuri. Mmechelewa tu, watoto sasa hivi wameondoka, ila watoto wamekuja wakiwa safi. Wazazi wameitikia wito wa kuwaleta. Ina maana wiki hii nzima sisi tunafanya shughuli ya kuwapokea watoto wale tuliowaandikisha. Kwa hiyo uandikishaji ni mzuri. Mbali ya uandikishaji wa watoto wa darasa la kwanza ambao tunawapokea sasa hivi, tupo katika maandalizi ya kufungua shule. Ukija kuangalia hata kwenye mbao zangu unakuja kuzikuta tayari ratiba ya mwaka 2026. Hapa unakuja kuona kalenda yetu, hapa unakuja kuona majukumu ambayo tumegawana katika mwaka wa 2026. Kwa hiyo tuko vizuri. Karibuni sana. Tukiwa katika mwendelezo wa kujua idadi ya watoto walioandikishwa, lakini vile tuna mkuu wa shule. Kuna wale watoto ambao wanakuja lakini mwingine hajui kusoma wala kuandika. Umri wake unakuwa umefika lakini hana vigezo vya kuanza la kwanza. Umekutana na watoto wangapi katika mwendelezo wa watoto hao 200 ambao umewaandikisha? Hapa vigezo vya uandikishaji wa darasa la kwanza ni mtoto umri wa miaka 6. Unaposema hajui kusoma au kuandika, ndio maana amekuja shuleni kujifunza kusoma na kuandika. Sisi tunaita KKK. Hatuchukui watoto ambao tayari wamejua. Ina maana kigezo cha kwanza umri wa miaka 6. Sasa hiyo kama hajui kusoma, ndio maana amekuja shule, tutakuja kumfundisha kusoma. Kwa hiyo hatutegemei kusema tunabagua wewe hujui kusoma unakaa kule. Ndio maana amekuja shule na atajua kusoma. Ndani ya miezi michache atakujua kusoma. Kwa hiyo hatuna vigezo vyetu kuanzia miaka 6 ndio tunaandikisha.
Changamoto tunayoipata, kuna baadhi ya wazazi bado hawajajua umuhimu wa vyeti vya kuzaliwa. Kwa sababu nini umuhimu wa cheti cha kuzaliwa? Kwanza unamwandika majina yake mle. Kuna changamoto baadaye mtu anakuandikia, anasema huyu mwanangu jina yake Juma Abdalla. Baadaye anasema huyu sio Juma Abdalla, huyu anaitwa Juma Samsoni. Kwa hiyo tukiandika kwa kutegemea vyeti, ina maana hakuna ile migogoro ya majina au ya nini. Ila changamoto kubwa ni wazazi kukosa vigezo vya vyeti, ingawaje tunawaandika na tunawahamasisha wakachukue vyeti, kwa sababu vyeti sasa hivi ndio mpango mzima, vyeti vya kuzaliwa. Yeah. Bado tunaendelea kupokea. Kwa hiyo bado wawalete watoto. Hapa ziko shule 3. Kuna hii Tabata Jaika, hiyo hapo, hiyo kuna Mtambani, ile kule kuna Tabata. Sisi hatuna kusema kwamba mpaka ikifika idadi ya tuandikishe. Hizi ni shule za serikali, ili mradi tu umri miaka 6. Yeah. Kwa hiyo bado tunawaomba wazazi wawalete watoto wa shule. Ndio maana tumesema miaka 6. Miaka 5 tunamchukua shule yetu ya awali. Tuna shule ya awali miaka 5. Ili miaka 5 hii akitimia miaka 6 naingia moja kwa moja darasa la kwanza. Kwa hiyo ni shule zote za serikali tunaanza kuandikisha kuanzia miaka 6. Na awali tunachukua sisi sana hapa tunachukua miaka 5. Ukisema uchukue mpaka miaka 3 watakosa, kwa sababu vyumba kidogo sio vingi. Kwa hiyo watoto wa miaka 5, ina maana mwaka mmoja, ina maana mwakani anaingia darasa la kwanza. Asante. Kuna gharama zote ambazo wazazi wanazitoa pale pindi mtoto anapokuja kuanza shule ya awali? Gharama ni wajibu wa mzazi yeye kumnunulia madaftari, uniform, chakula, ndio gharama. Kwa sababu sasa hivi ninachoshukuru serikali imeona umuhimu wa watoto nao kula shuleni. Kwa hiyo hakuna gharama nyingine zaidi ya hizo gharama za madaftari, gharama za uniform, madaftari, begi. Kama hapa kwetu tunaambia awe na chupa ya maji. Maji tunayo, lakini kila mtoto awe na chupa yake. Na tuambie mwaka jana na mwaka huu mapokezi yakoje sana na darasa la kwanza? Mapokezi siwezi nikatoa nini sana, kwa sababu leo ndio siku ya kwanza tunaanza kuwapokea. Ina maana kesho wataongezeka. Kwa sababu siku yenyewe ya ufunguaji shule ni tarehe 13. Sasa ili kupunguza wakati mwingine vitu vingi vya tarehe 13, kwa nini tunawapokea leo? Cha kwanza kupunguza shughuli nyingi, kwa sababu tarehe 13 tunataka tuanze kusoma. Cha pili, mtoto kumfundisha, mfano pale pa kuvuka barabara. Sisi tuna barabara kubwa. Unaona, kuanzia kesho itakuwa zoezi la watoto kuwafundisha na jinsi ya uvukaji, kwa sababu tuna ushirikiano mzuri na wenzetu wa traffic hapa kituo cha polisi Tabata, huwa wanakuja kutoa hiyo elimu. Kujua vioni ni wapi, kujua mstarini wapi, kujua saa ngapi natakiwa nifanye hiki, saa ngapi natakiwa nikanywe uji. Kwa hivyo vyote tunavifanya wiki hii. Ina maana wiki ijayo wanapokuja na wenzao hawi tena mgeni, hashangai wapi pa kwenda, akipata tatizo hili au haja anakwenda wapi, akitaka kuvuka njia wapi, akitaka sijui kumwona mwalimu anakwenda wapi, akitaka kwenda labda kununua kitu anachotaka wapi, aende wapi. Yani ndio tuko katika hili zoezi. Na tunatamani kufahamu kitu kimoja. Nyinyi kama shule ya Tabata Jaika, mlikuwa mnategemea ni kusajili wanafunzi 200. Yeah. Lakini naona mmevuka. Nini hasa mnakitumia kushawishi wazazi kuja katika shule yenu? Kidogo itakuwa swali gumu kwangu, ila mara nyingi sana, yani hao nimekwambia 204, kwa navyowafahamu wazazi wengi watakuja kuandikisha sasa hivi. Hii itafika mpaka kwenye 230 na uhakika huo, kwa sababu kama mwaka jana tuliandikisha watoto 200
237. 237. Kwa hiyo bado najua wazazi watakuja, kwa sababu kuna wengine wanafikiri shule zikifunguliwa ndio mtoto anapelekwa. Sasa uwezi ukamkataa mtoto usimchukue kwa ajili ya muda, ila ukifika muda, kuna kipindi ukikifika atupokee watoto. Ila kwa nini? Na mazingira nayo, mazingira mazuri, watoto wanapata elimu iliyo bora. Hatuwafundishi tu kusoma na kuandika, pia kujua kuna taratibu, kanuni, sheria. Unajua kuna kanuni, yaani shule hii inaweza ikatofautiana na shule ile pale, ingawa vitu vyote vipi, lakini kuna kanuni fulani. Inawezekana hapa wanasuka, pale hawasuki. Sasa wewe kama wasuki lazima na usisuke. Sasa hivyo ni vikanuni vidogo vidogo ambavyo hivyo vinamfanyisha mtoto kwamba utii, yaani tunafundisha pia utii, uzalendo. Umenielewa? Tumesikia kwamba wazazi wanachangia pesa kwa ajili ya kula chakula shuleni. Unatumia mfumo gani? Unajua kuna majukumu mzazi anapaswa kuyatimiza kama mavazi, chakula, vifaa vya kujifunzia, mfano madaftari, peni, uniform. Kwa hiyo mzazi ni wajibu wake. Na ukija kuangalia, iwezekani mtoto anatoka asubuhi mpaka let's say saa 9 mtoto hana chakula, hali hata ujifunzaji wake unakuwa mgumu sana. Kwa maana hiyo, ili nadhani mwaka 2000 na kitu kama 23 kama sikosei, alitangaza waziri mkuu kipindi kile, sasa hivi amestaafu, Kassim Majaliwa, kwamba chakula mashuleni ni wajibu. Kwa hiyo kila mzazi lazima amchangie mtoto wake. Kwa hiyo hapa tunachokifanya, wazazi wanachanga, tuna jiko, wanapikiwa watoto, wanakula. Changamoto ipo, kuna mzazi mwingine anataka mtoto wake ale lakini hachangi. Na uwezi ukasema mtoto umnyime chakula. Ukimnyima chakula na maana hata ujifunzaji wake hauwi mzuri. Kwa hiyo kitu nachokiomba kwa wazazi, hebu washirikiane na walimu katika kuwalisha watoto. Hiyo inategemea na kamati za shule. Mfano kama hapa shuleni kwetu sisi wanachangia shilingi 700 kwa mujibu wa kikao cha wazazi na kamati ya shule, ndio wameliamua hilo. Na kwa hiyo wanapata chakula gani? Of course wanapata chakula mchanganyiko. Mfano kama mwaka huu kama darasa la 7 tumeanza kuwapatia, kwa sababu wao watakuwa nafika kidogo mapema, wana nini, tunaanza na wao kuwapatia chai saa 4. Kama tukienda nao vizuri la 7, ina maana saa 4 chai, mchana chakula. Kama mwenendo ukiwa mzuri, tutaipeleka mpaka madarasa mengine. Yeah. Na kitokea mwanafunzi mzazi alikosa kabisa kuchangia na hana kipato chochote, kama walimu wa shule huwa mtoa, mzazi afike shuleni. Hata hivyo mtoto hanyimwi chakula. Hapa tuna namba za mzazi, tutampigia mzazi, tutakaa tunaongea naye. Lakini kosa la mzazi huwezi ukamwadhibu mtoto. Sisi walimu pia wazazi. Yaani sisi ni wazazi, sisi walezi, sisi walimu. Kwa hiyo na tunafahamu mtoto gani yuko kwenye mazingira magumu. Hapa tunawanunulia mpaka uniform wanafunzi. Kwa hiyo hatumhukumu mwanafunzi, ila tutamwita mzazi, tutakaa naye, au mzazi, wazazi wengine waungwana wanakuja, wanaeleza changamoto zao, maisha yanaendelea. Tushirikiane. Yaani wazazi, walimu, watoto. Hii pembe tatu, ushirikiane. Mtazamaji wa Kasako Media, na hii ndio tamati ya kutaka kujua mfumo mzima wa uandikishaji watoto wa shule ya msingi katika eneo hili la shule ya msingi Tabatajika. Tumeweza kufahamu mambo mbalimbali kwa mkuu wa shule, hususan kwamba wazazi mwaka huu wameitikia, kwa sababu mwaka jana ilikuwa siku kama leo watoto walikuwa ni 200, lakini leo imeonekana ni zaidi ya 200. Na wito kwa wazazi pia waendelee kuwaleta watoto, kwa sababu shule ya serikali inapokea watoto kila aina. Nimewasihi sana wazazi pia na watoto wenyewe kushirikiana wazazi
wazazi pamoja na watoto na walimu ili kudumisha elimu. Ulikuwa nami Adela Thomas mwanzo mwisho. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.